mimi, Nabii Kaku Philip, mtumwa wa Yesu Kristo, nilitoa kwa watakatifu tarehe 17 Septemba mwaka 2023. Kaku 155 na Kaku 156 ni sura mbili ambazo zilikuja kuimarisha watakatifu kuelekea kilele cha utakatifu kwa msaada wa manabii wadogo. Kwanza, wainjilisti walikwenda kutafuta na kupata watakatifu. Kisha, mitume wakawakusanya pamoja. Kisha, walimu wakawafundisha. Na hakuna hata mmoja wa wale watatu aliyewadhuru. Hivi ndivyo manabii wadogo watakavyowatakasa bila ya kuwadhuru. Na mahubiri haya juu ya manabii wadogo na ndoto na maono, tangu Kaku 155, ni mojawapo ya mahubiri makuu zaidi ya huduma yangu. Hii ndiyo sababu Mungu alinituma mlimani. Na mlimani, nilipoomba kuhusu kujua aina mbalimbali za manabii wadogo, nilikuwa nimeona nyumba ya mfalme mkuu na safari ya Israeli kwenda Kanaani pamoja na Musa. Na kabla ya kutolewa kwa Kaku 155 na Kaku 156, malaika wa Mungu alikuwa amenitokea. Awamu ya sasa ya kelele ya usiku wa manane ni kama uumbaji wa malaika. Malaika wengine watakuwa waaminifu kwa Mungu na watakuwa nyota zinazozunguka nyota ya kaskazini, huku malaika wengine watakuwa waasi kama Shetani, hata watainuka dhidi ya Mungu. Na kila moja ya makundi mawili ya malaika lina uzao wake hapa. Na makundi mawili ya malaika yatapigana wao kwa mishale yao ambayo ni mafunuo yao. Kwa hiyo, fahamu kwamba kila wakati unapojikabidhi kwa mtu fulani kwa ajili ya kukufasiria ndoto yako au maono yako, unaweza kuwa unahalalisha nabii mdogo wa kweli au wa uongo. Ikiwa unaenda kwa nabii mdogo wa uongo, ni kuelekea kwa Shetani, ambako unaenda, na kuanzia hapo na kuendelea, ni Shetani ambaye atazungumza na wewe. Mtu anayekupa ufunuo wa uongo au tafsiri ya uongo ni Shetani ambaye anataka kuchukua baraka yako. Kwa hiyo, uwe mwangalifu. Ikiwa baba yako hawezi kuzungumza na wewe kwa lugha usiyoielewa, jua kwamba Mungu pia hawezi kusema na wewe kwa mafumbo na ishara ambazo hutazielewa kamwe. Kwa hivyo, ikiwa Mungu anazungumza na wewe katika lugha ambayo hauelewi, taswira yako haipaswi kuwa kukimbia kila mahali kutafuta mtafsiri. Kwanza kabisa, wewe mwenyewe lazima utafute kuelewa ndoto na maono unayopokea. Ikiwa unapokea ndoto kutoka kwa Mungu, basi unaweza kupokea tafsiri kutoka kwa Mungu. Sio dhambi kutafuta tafsiri kutoka kwa mtu mwingine, lakini kamwe usifanye haraka. Pia, kuona ndoto au kujua tafsiri ya ndoto kunahitaji mtazamo kabla na baada ya kulala. Hii ndiyo sababu mazungumzo au kutumia simu au kompyuta haipaswi kuambatana nawe kwenye mlango wa usingizi. Ndoto au maono ni fumbo kama kunena kwa lugha, na ni kutoka kwa Mungu mwenyewe kwamba tafsiri ya kunena kwa lugha inakuja. Mungu angeweza kumpa mtu mwingine ndoto hiyo ili aje kukupa wewe pamoja na tafsiri yake. Lakini ikiwa Mungu amekupa wewe moja kwa moja, tulia na kutafakari. Na ikiwa huelewi, hata katikati ya usiku, mwambie Mungu, Ee Mungu mwenye neema, mimi mtumishi wako mpumbavu, sijaelewa ndoto. Bwana wangu, unirehemu na kunipa tafsiri. Neema ya Mungu ni ukweli kwamba mafunuo ya Mungu yatatujia, maadamu tu hatuelewi kile ambacho Mungu anataka kutuambia.